au katika maneno mengi ina ujumbe wa sampuli 5: at-tauhid wat-tabshir wal-indhar wal-qasas wad-dua. Ina sehemu ya tauhidi. Tauhidi kumfanya Allah yuko peke yake, kumpwekesha, kumfanya ni mpweke. Sehemu ya pili ni tabshir, detail, ripoti, hadithi zinazohusiana na pepo, kwamba ukifanya mazuri utapata nini peponi. Na tumekuja msikitini na imani kila mtu amejitahidi kwa vile anavyoweza asikosee udhu wake, msafi kwenye nguo na kwenye mwili na sehemu ya kusalia, ili amridhishe Mwenyezi Mungu, kwa sababu ameambiwa nyuma yake au mbele yake kuna pepo. Na sote tumekaa hapa tunaitaka pepo, na hizi ripoti hizi hatujaziona labda zilitoka serikalini au kwa mababu zetu, la, tumeziona ndani ya Qur'an, na inshallah Mwenyezi Mungu atupe hiyo pepo. Lakini sehemu ya tatu ya ujumbe wa Qur'an ni kuonywa na moto. Kwa hiyo tuna khaufan wa rajaan. Kwanza tuna matumaini, lakini pia tunaogopa kwa udhaifu wetu na binadamu wetu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuchukulie hivyo hivyo, atusamehe, atuweke mbali na moto, kwa sababu moto hatuwezi. Hakuna hata mmoja hapa anaweza moto. Unajua adhabu anazopewa binadamu ni kali, lakini unaweza ukapewa adhabu mpaka ukalala usingizi, lakini kwenye moto huwezi kulala. Ndio maana adhabu hii ni ya Allah peke yake. Hata mnyama usimwadhibu kwa moto akiwa hai. Kwa hiyo wana hatari wale ambao si wanyama, watu wanawatia moto. Hakuna adhabu hizo, hakuna hadi ya kumchoma mtu moto. Na moto ni adui yetu. An-naru adu lakum fatfi'u an-nara. Mtume anasema moto ni adui yenu, mkilala mzime. Isiwe mara kuna nyumba imeungua. Yuko sahaba mmoja nyumba yake iliungua, Mtume ndo akasema moto ni adui yenu, kilala mzime moto. Angalia gesi zimefunga vizuri, sio unaacha makaa ya moto wazi wazi, utaleta hatari. Moto hauna dogo, cheche inaweza ikawa macheche. Lakini pia ripoti ya 4 ya Qur'ani, ad-dua, maombi. Ndani yake tumeelezwa namna mbalimbali za kumlilia Mwenyezi Mungu, na kuna baadhi ya dua tunaziona zinakubalika. Sio dua zote tokea umeomba hakuna hata moja ilishai kujibiwa. Zipo, na wewe mwenyewe wallahi limuomba Mungu mpaka ile dua ikapita. Hapa uchaguzi umekuja vibaya, nchi imerudi kwenye amani na dua. Hayajaenda mambo hivi. Raia wameomba dua, wapagani wameomba dua, Wakristo wameomba dua, Waislamu wameomba dua, waliokuwa serikalini wameomba dua. Majibu ya dua, tumepata amani, hakuna lockdown. Kwa hiyo huu mpango wa dua hujazuka, si kuna katiba imeamrisha kuomba dua. Hii ni detail ya Qur'ani, kwa sababu tunaoishi nayo katika jamii, mpaka dini zingine wanaishi kwa mtandao wa Qur'ani. Haya mambo ya uzazi, sayansi zinazoendelea hauzipati kwenye vitabu kama Biblia. Hebu niambie, katika Biblia uzazi umetajwa wapi? Lakini ndani ya Qur'ani inaeleza mpaka sex, tendo la ndoa na ufanisi wake, hatua za mtoto na uleaji wake. Ma farratna min alkitabi min shay, hakujaachwa kitu kule. Lakini fungu jingine tena kubwa la Qur'an, al-qasas, ni hizi historia. Na hizi historia zinakupa picha, na Mtume alikuwa akiambiwa historia ya waliopita ili asiyumbe, aliwazike. Unajua historia inakuweka sawa. Unaweza ukaambiwa, Sheikh,
njia fulani wanakaba watu, wanaua. Ile ni historia, ukajifunza kupitia simulizi ile. Hii njia bwana tusipite. Aliniambia babangu hasa, shekhe langu aliniambia hapa pana hatari. Alhamdulillah, Mungu atuepushe na maradhi ya ukimwi, lakini wengi tunaogopa ukimwi. Nitembee nitakavyotembea ya Rabbi, niepuke ukimwi. Kwa nini unauogopa ukimwi? Umepata historia. Mtu akiathirika yuko hivi, yuko hivi, ile ni history. Kwa hiyo mkiona tunasimuliana historia, zina umuhimu kwa ajili ya kujifunza. Sasa historia ina trend siku ya leo, mwezi 26 kuamkia 27, imeelezwa ndani ya sura mbalimbali ndani ya Qur'an, historia ya Isra wal Mi'raj. Kwa kifupi sana, Isra wal Mi'raj kama tulivyoona wiki iliyopita ni safari mbili ambazo safari hizi za 1000 ya miaka, ni safari mbili ndefu mno, lakini maajabu ya Mwenyezi Mungu zimetumia kama sekunde moja. Ni safari za hatari, maana ni safari ambayo kwa hesabu za kibinadamu siku hizo kutoka Maka mpaka Palestina miezi 2 kwenda na kurudi, lakini pia kutoka duniani mpaka wingu wa 7 ni miaka 700 au miaka 1000. Sio safari ya mchezo mchezo, lakini miujiza ya Mwenyezi Mungu safari hii anaisimulia. Ndio maana ikawa na tashwishi na wasiwasi, mpaka baadhi ya wanachuoni si makafiri hivyo wakasema, tumeambiwa mtume laqad rahala wa aada firashuhu lam yazal firashuhu dafi'a, alienda akarudi akakuta godoro lake lingali moto. Wakasema hii safari hii bwana hajaenda, aliota, na hoja wameziweka. Lakini wengine wasema hajaota wala hajaenda, alipewa taufiki kuona tu macho mpaka Palestina ile mpaka mbinguni. Lakini wengine wakasema kwa sababu subhana alladhi asra, ametakasika Mola yule ambaye asra, amempeleka. Huyo alompeleka ni yule ambaye inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Alompeleka ni yule ambaye akitaga jambo analiambia kati ya kaf na nuni, herufi mbili, kun, kuwa mti, kuwa meza, kuwa kadha. Basi alisema kuwa safari ya Isra, kuwa Miraji kwa sekunde chache, na ikawa vile vile. Angesema amekwenda hapa kidogo, lakini kama amepelekwa hakuna wasiwasi. Asema idha urifa sababu batula alajabu, inapojulikana sababu nini, ile ajabu inaondoka. Mbona yule bwana anapiga wenzie, mfano mbona anapiga watu, kwa nini anapiga? Ambia yule akili zake si mzuri, basi ile ajabu imeondoka. Sasa ushajua sababu. Na wewe ukihoji, hii safari acheni mambo yenu, kaendaje, anawezaje, asikapelekwa na yule ambaye inama amruhu idha arada, basi ile ajabu inaondoka. Kwa hiyo imani yetu sisi tusiwe kama makafiri, tunasema mtume amekwenda tena kimwili na kiroho. Safari hii ilianzia Maka mpaka Palestina. Kwa nini isingeanzia pale Maka tukwenda mpaka mbinguni? Tunachukua point. Mayahudi walimnanga kwa mengi mtume Muhammad. Sijui anajipendekeza kwa Musa, sijui hawana urafiki. Ndio maana Mwenyezi Mungu alimtoa kuanzia Maka mpaka kule Palestina. Maka ndio mitaa ya Nabii Allah Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Alipoletwa mnyama Buraq, mnyama huyu alimpeleka sehemu ya mwanzo Madina. Alioneshwa pale Madina, akaambia wa ilaiha almuhajara, hapa utakuja kuhamia baadaye. Ina maana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa anasubiri kadari ya Allah, iko one day, yes, nitahamia wapi? Madina. Kwa hiyo mtume
zile habari za ghaibu anazofunuliwa na Allah anajua mtume. Ndo maana fahuwa bashar la kalbashar, ni binadamu lakini hatujawa sawa mimi na yeye. Ya kesho kutwa anaweza kuyajua kwa msaada wa Allah. Kituo cha pili, akatoka mpaka nchi ya Jordan, Madiana, inda shajarati Musa, na sehemu zote hizi alikuwa akiambiwa ashuke asali. Unajua kwa nini anaambiwa asali? Anatafuta kutabaruku. Ukipita sehemu tukufu lazima uwe unatabaruku. Kuna kitu kinaitwa sharafu zaman na sharafu makan. Kuna mida ina utukufu mkubwa, uwezi ukafanisha mwezi wa Ramadhani na miezi ya kawaida. Ina maana ukitenda kheri kipindi hicho, kheri yake ni kubwa. Lakini pia amakin, sehemu, place, kuna baadhi ya sehemu zina utukufu wake. Sisi tukienda kule Maka, kuna sehemu inaitwa Maqamu Ibrahim. Sheikh Suleimani ashaenda hija, mkimuuliza atakwambieni Maqamu Ibrahim. Mkifika pale mnatabaruku na kupata raka 2 kwa sababu kasimama pale mzee Ibrahim, pana ujira mkubwa. Sasa mtume zile sehemu alikuwa akiambiwa atabaruku, akatabaruku Madina raka 2, akatabaruku pale kwa Nabii Musa raka 2 kwa sababu Nabii Musa mengi alimkuta. Itoshe tu alikimbia kuuawa kutoka Masri, la ilaha illa Allah, mpaka Madiani. Unajua ni kilomita ngapi ya 700 Sheikh, kwa mguu? Unajua kilomita 700 ni wapi? Ni Dar to Singida. Angalia, ukitoka Dar es Salaam na gari zuri VX V8 unaenjoy mpaka Dodoma, kichwa kishaanza kuuma. Maana Dar mpaka Dodoma masaa 7, mpaka Singida masaa 10. You can imagine, Nabii Musa hajala, yuko pekupeku, katembea Dar mpaka Singida, akili haikubali. Anakimbia kuuawa kwa mguu. Ndio katoka pale Masri mpaka Madian. Na alipofika pale Madian, aliwakuta watu wananywesha maji wanyama wao, wafihi mratan tadhudan. Akakuta kuna mabinti wawili wamejitenga, akawasogelea, wamekosa msaada, heshima zao hawachanganyiki na wanaume. Fasaqa lahuma, akawasaidia, akaenda kujiegesha kwenye mti pale. Sasa imefika jioni, mtalala wapi? Kapanda juu ya mti na hajala, na safari ndio hiyo. Alipokuwa juu ya mti akaomba dua, rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir, kama kuna khairi Mwenyezi Mungu umeniteremshia hata sioni ya rabbi, nahitaji nusra na msaada. Na dua hii ukikwama, na si lazima ukwame, iombe upate nusra na msaada. Mabinti wale, mmoja alikuja akamwambia, unaitwa na mzee ukalipwe. Akamwambia, mimi sitaki kulipwa. Basi mzee ni mtu mzima, akakuone. Wakaenda. Alipoenda kule Nabii Shuaibu, wale walikuwa watoto wake, baadhi wanasema akampenda, akamwambia utaishi hapa. Lakini mwisho alipolala pale, kesho mabinti wanachukua wanyama wanaenda kuchunga. Nabii Musa asema, mleteni nyie dada zangu nikasaidie. Anaenda kuchunga. Zamani kama mnakumbuka, baba yetu Adam alipofanya makosa, alitolewa peponi, na usafiri aliotumia alinyanyukuliwa na upepo mpaka India. Alipofika pale India, alishuka juu ya mti Nabii Adam, alafu akateremka. Lakini alikuja na baadhi ya vitu, miongoni mwa vitu alikuja na asa Musa, ile bakora ya Nabii Allahi Musa. Sasa Musa ilimfikiaje bakora hii? Maana kuna watu wana taabu. Tuambie, message zinakuja, ile bakora ya Nabii Musa ni mti gani? Wewe umeiona wapi? Bakora imetoka peponi bwana. Si mpera wala. Basi ikafikia stage akaichukua Nabii Allahi Jibril. Siku moja akampa Nabii Allahi Shuaib ibn Yashjan. Nabii Shuaib ni Mwarabu. Akamwambia, hii bakora ishike rungu, atakuja siku moja nabii wa Allah utampa hili rungu, sawa sawa. Lakini hakuambiwa ni nabii gani. Sasa kuogopea asilipoteze rungu lile,
akachonga marungu mengi karibia 100 akayaweka ndani, yanafanana na lile. Akamwambia Nabii Musa, hapo ndani kuna bakora, hapo kuna marungu ya kuchungia, ingia uchukue moja. Nabii Musa kuingia katoka na lile original. Nabii Shuaibu akamwambia hilo kakarudisha hilo, angalia zingine. Kaingia katizama katoka na lile. Ambia hapana baba, kaangalie jingine. Kwenda kusachi Nabii Musa katoka na lile mara 3, hataki yale mengine tena. Mara hii hajaomba ruhusa, kaambia mzee tutaona baadaye. Huyo kaondoka. Nabii Shuaibu kamtizama, mbona kangangania ili rungu? Au ndo nabii mwenyewe huyu? Maana yeye alikuwa anajua ataambiwa nabii fulani mpe. Sawa. Nabii Musa kwenda na bakora lake, alipoliweka chini bakora kama lile, kulala jua pakaota mti, likawa mti mkubwa umemwekea kivuli. Alipoamka haoni gongo lake Nabii Allah Musa. Iko wapi gongo langu lile? Tahamaka kusimama kuugusa ule mti, ukawa lile gongo. Akasema hili gongo lina miujiza hili, ndio maana yule mzee alikuwa ananikatalia gongo kama hili, na likawa na ishara nyingi. Lakini sosi ya mambo yote na yanaendelea mbeleni ni pale inda shajarati Musa. Sasa sehemu kama hii mtume anapitaje kirama? Lazima tuwilie apate rakaa 2. Alipomaliza akaondoka, akaenda sehemu Turi Saina. Alipofika Turi Saina, akaambiwa pale apate rakaa 2. Rakaa 2 hizi ni sehemu haithu kallama Allahu Musa. Maana Nabii Musa yule mzee Shuaibu alimpenda, akaambia uridu an unkihaka, mimi nitakupa binti nikuozeshe, ama binti wangu wawili, lakini mahari yake unichungie wanyama miaka 8 mfululizo. Ukitimiza hiyo nitakupa mke. Ambia sawa. Baadaye ilipotimia miaka 8 kaongeza 2 ikawa 10, akaozwa. Alivyoozwa mwisho mkewe akawa mjamzito, akamwambia Shuaib, mzee naomba uniruhusu nirudi sasa Maka, nirudi Masri, nimekaa Madian miaka 10 na hamna mama, nirudi hata huyu mke wangu akamjue mkwe wake, ataenda kuzalia kule. Yule Firauni anaua watoto, pengine ashazeeka, pengine kishakufa. Akasema nenda na mkeo. Walipita njiani, wakapita kijiji au pori, kuna baridi si ya kawaida, na baridi ile mpaka ikamsababisha mke wa Nabii Allah Musa akapata uchungu pale pale kazaa. Wengine wanasema ilikuwa ni mchana tu. Sasa ile baridi kali kwa mbali akaona moshi dukhan. Wengine wanasema ilikuwa usiku akaona moto. Akawaambia ahali zake, waqala li ahlihim kuthu inni anastu nara, akaambia pumzikeni hapa, mimi napata hisia kule ya moto. La'alli yatikum biqabasin, kama ule ni moto nitapata makaa, nikija tutawasha moto kumsalimisha mtoto na mke, kaeni hapa. Falamma ataha, alipoenda kaenda kaona ule moto na akajuu ya jiwe, akapanda. Akashangaa uko ndani ya pango, akaona ni mti Sheikh, tena mti ule unatoa moto mkali afu haungui. Anashangaa Nabii Musa. Kisha akasikia sauti, ya Musa innani ana Allah wama tilka biyamini. Akanadiwa Nabii Musa, akaoneshwa mengi. Hajarudi tena kwa mkewe pale, alitoweka tu. Wasamaria wa njiani yasema, sasa tafanyaje jamanini? Basi huyu binti tumrudisheni Madiani kwa baba yake, mume hatujui kaenda wapi. Nabii Shuaibu alivyoona binti karudishwa, akasema mwanaume kashapewa majukumu, keshapewa kazi ya kulingania, na mimi basi mwisho wa utume wangu na mimi nishamaliza certificate. Huyo akaondoka zake Nabii Musa huko mpaka Masri, mke akarudi nyumbani. Sehemu kama hizi mtume anapitaje? Akatabaruku, akapata rakaa 2 pale. Lakini pia akaenda sehemu nyingine, alizaliwa Nabii Allah Isa bin Maryama. Nabii Isa kuzaliwa kwake si mchezo jamanini, si mchezo, kwa sababu Sayyida Maryam alikuwa anakwenda kisimani. Allah anasema farsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya.
akatokea mwanaume very handsome, akawa akienda hivi, Bi Maryam yeye anamfuata hivi, kila akienda hivi ambia, wewe kaka vipi, utaka ulete uhuni? Zamani kuna mtu mmoja anaitwa Takia. Maana ya Takia mcha Mungu, kaitwa na wazazi wake mcha Mungu, kapewa jina lakini mhuni kweli kweli, mbakaji, hapiti mwanamke lazima mbake. Wanasema Jibril alimtokea Saida Maryam na sura ya bwana Takia. Ndio pale Bi Maryam akapiga kelele asema, a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, kama wewe ndio takia najikinga kwa Mwenyezi Mungu, usiniguse tafadhali na kuomba kwa ihsani yako. Asema na rasulu rabbiki, mimi si mtume wa Allah, nimekuja kukupa mtoto. Akambia kaifa yakunu li ghulamun, napataje mtoto? Walam yamsasni bashar, sigusi na wanaume kama zilivyokuwa tabia zako. Walam akubaghia, naongea neno zito. Baghia maana yake na mimi si malaya kama wewe takia tabia zako, ndio maana akatumia neno baghia. Wanasema hapa Jibril alibadilika, akambia mimi ni malaika, mimi nakushika nguo tu ili univue. Hapana, nikikushika tu kuna kitu kitakuwa katika ujauzito. Kumshika, kapigwa usingizi, akampuliza, upepo ukaenda katika uterus, kashika mimba. Unajua Jibril ni roho, yeye ni roho, tatanazzalul malaika waruhu. Sasa kwa sababu Jibril ni roho mabwana, hata akiishika hii maiki basi ishapata roho, unakuja kuongea nayo. Ndio maana kule kwa Nabii Musa, yule Musa Samiri, mwanafunzi wa Nabii Allah Musa, alifikia stage bwana yule kuchonga ndama sanamu, lakini aliona mchanga uliokanyagwa na Jibril. Sasa Jibril ni roho, akigusa kitu kinapata roho. Akasema huu mchanga ushapata roho. Akawa ule mchanga ameukusanya, kile kisanamu akawa anakitia ule mchanga mdomoni, kikapata uhai. Bani Israeli wakaanza kuabudia. Sasa Saida Maryam kapata mimba na Isa kazungumza uchangani, kwa sababu kaguswa na roho. Sehemu kama hizi mtume anapitaje? Akatabaruku. Na tunafundishwa na sisi tukipita sehemu tukufu tusipite hivi hivi. Ukipita shekhe sehemu kulikuwa kuna mwanachuoni fulani hapa, pata japo raka 2, si ndio mafundisho yenyewe haya? Akaenda sehemu akasali tena. Jibril alisema atadri aina sallaita, lazima amwambie unajua umeswali wapi wewe? Ambia la swadiri. Ambia sallaita bi baitul lahmi haithu ulida Isa, hapa ndo Bethlehem amezaliwa Isa. Haya sali. Wakasali, safari hiyo ikaendelea mbele. Njiani akaona wazinifu, akaona watenda kheri, lakini baya zaidi akaona sehemu kuna nyama nzuri inanukia kwenye sufuria, na sehemu nyingine kuna nyama mbichi inanuka kwenye sufuria, na kuna watu wanaacha nzuri wanakula ile mbaya mbichi, wanafakamia. Akaambiwa hawa ni watu katika umati wako, baba ana mke mzuri cute mrembo, halafu mume huyu anamwacha mke wake, anaenda kwa mwanamke mvimba macho, baya wa sura, tena anaenda kulala naye loji mpaka asubuhi. Nakupa challenge, ndo malipo ya wazinifu wote. Kila anayedeti anayechepuka, huyo anayechepuka naye ukimlinganisha na mkewe utashika kichwa. Huyu baba anatafuta nini? Unaenda kwa mwanamke, sehemu zake za faragha zinatoa harufu, zina zawadi ya ukimwi, zina urinary system, zina zinaa, zina gonolia, zina kasende. Mke wako hana yote na unalipa. Na mwanamke naye hivyo hivyo, mwanamke naye hivyo hivyo, anamwacha mume wake, anawajibika, anampa pesa, anazaa naye, anamtunza, kampa heshima, kaenda kumtolea posa kwao, anahangaika na sharobalo, anahangaika na muuzaunga na mhuni mmoja. Yani ukiona wadada wanaochiti ndoa zao utashangaa, wewe umekosa nini kwa mumeo mstaarabu, mumeo kasoma, unahangaika na nini? Japokuwa hata ukichiti na mwanamke mzuri kuliko mkeo si hoja, lakini ukweli usiopingika, kama ushaikuteleza, mkompee yule hawara na mkeo. Mbona umuoi? Wewe mwenyewe sema hawa kupita tu, sijui ni hamu gani unazitafuta, utakula nyama mbichi. Kisa cha Isra
kina umuhimu mkubwa. Mhurumie mkeo. Na yala la asafi, kuna watu wengine amebananishwa sehemu, kauokota ukimwi, kila siku analia, hategemei mtu alompa ukimwi. Ukimwi hautaki, basi upate kwa faida. Unaupata kwa mwanamke hata kuoga hawezi, shekhi. Unaenda kununua ukimwi wa 200,000. Hakuna ukimwi wa bure. Ukimwi wa 10,000, wa 20,000. Unanunua ukimwi kwa pesa. Hii ni hatari kubwa. Mtume aliyaona hayo. Mwisho akaingia msikiti wa Baitul Muqaddas. Alipoingia pale, walikusanyika mitume wengi. Na wale mitume kwa nini walikusanyika? Bwana mkubwa kafika, wamekuja kwanza kwa heshima kuja kumpokea, lakini mwisho pia wamekuja kumwaga bwana mkubwa. Umeona huu msikiti? Ndio nimekuja, kwa mfano mimi nimekuja Ijumaa, naona kulikuwa kuna safu watu wawili. Alafu hivi sasa mmejaa wote, ndio ilikuwa mfano wa Mtume. Walmiyalbath illa yasiran, hajakaa sana, msikiti umejaa watu wote, na akaambiwa na Jibril, hao wote ni mitume. Wamekuja kumwaga bwana wao, kumpokea mheshimiwa. Alafu kumwaga, alafu akimbia haraka mbinguni. Basi kila mtume akaonesha mbwembwe kidogo, kapita pale, kajisifu, kumsifu Mwenyezi Mungu. Mtume asema kullu nabiyyin athna ala rabbihi bithana'in jamil. Kila mtume katoa mbwembwe zake, wa ana muthni ala. Hebu ngojeni na mimi nimwagike kidogo. Thumma shar'a yaqul, akaanza kusema mtume, alhamdulillahi alladhi arsalani rahmatan lil alamin. Nimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amenituma mimi rehma kwa dunia nzima. Hili peke yake kabla ya mengine linatisha. Na mtume karudia kwenye hadithi, ana rahmatun muhdatun, mimi ni rehma, nimetolewa bure. Alafu akasema innama bu'ithtu rahma wa lam ub'ath la'anan, mimi nimetumilizwa kwenu ni rehma, sikutumwa kulaani laani. Hii kulaani laani ni sisi, sijui Bushi, sijui ni laanatullah, hizi nyinyi. Lakini mtume la kwanza alikuwa kwanza apendi kukasirika, na alikuwa anaogopa kulaani watu, kwa sababu anasema dunia nzima. Kuna riwaya mitume sio 124, kuna riwaya mitume ni 200,000. Sasa anasema dunia nzima mitume wote si rehma, mimi ndo nimeaminiwa kwa rehma. Kwa hiyo mtume alikuwa hataki kumdondosha Mola wake, lile vazi alomvika, alikuwa mtume anajiweka kirehma. Na ndo maana hii dunia hii haijawahi kutulia mabwana. Tokea zamani dunia haina utulivu. Ilitulia kipindi cha mtume tu. Zamani dunia haikuwa tamu. Sasa hivi ilikuwa mtu kajifungia chumbani anazini, Allahu akbar, mkongoto mnapewa nyote, mpaka Nabii Musa akapaniki. Mwenyezi Mungu, wewe ni adilun, wewe muadilifu, mtu anafanya dhambi zake tunakula bakora wote. Alivyosema vile tu, Mwenyezi Mungu kamtia usingizi Nabii Musa, kalala. Akampelekea siafu, akamng'ata, kuamka siafu kamtia meno. Alafu anaona siafu wengine wamemzunguka, lete mafuta, kachoma kaua wote. Mungu anamwambia, vipi, mbona umeamka? Ambia siafu kaning'ata. Wangapi? Mmoja. Mbona umeua wote? Ambia hata hao wengine hao ukiwavumilia watafanya jambo. Asema okay, basi na mimi Musa akiniasi mmoja na kung'uta nyote wote na kung'uta, kwa sababu wengine nao wanaweza wakafanya jambo. Ndio maana tunaona hikayati, si aliwakusanya watu kwa ajili ya sala, kwa ajili ya sala, istisqa, mvua hainyeshi. Mwenyezi Mungu anasema inna baina sufufi musallina rajulan asiya, katika hao watu wanaosali kuna mmoja kaniasi, kwa hiyo nyote mnakufa na njaa na kiu. Nabii Musa akatangaza, akakunja ngumi, man kana asiya lillahi falyakhruj minhu. Yani kama kuna mtu anajijua anamwasi Mungu atoke na Mungu humu. Na Nabii Musa anatisha mabwana. Pale Madiana alivyowakuta watu wanachota maji, wajada ummatan minan nasi yaskun, kuna foleni, wewe hujiulizi yeye maji aliyapataje? Ni kwamba mtume mwenyewe alikuwa akimuita Nabii Musa rajulun murabbaun, baba wa miraba minne. Lilikuwa jitu kweli kweli, kama watu wa Shanua. Mtume amesema Shanua ni mji, alikuwa mbavu. Watu wa Madiani walikuwa watemi.
Sasa alivyowaambia wale wadada, embo leteni hivyo vimbuzi vyenu, kufika pale kwenye maji tu wenyewe wanaambiana, oya babu, umeona mbavu hiyo, umeona jitu hiyo, hao wanakimbia wote, wakakimbia, wala hajafanya fujo. Mzee chukua haya maji, wanamuogopa na hata hajamfanya mtu kitu, kachota kiulaini. Sasa niambie, leo amekasirika, anatangaza nani kamwasi Allah? Yule mtu anajijua, akasema ya Rabbi, hichi kisago cha Musa ananivunja mbavu, naacha dhambi. Baada ya pale mvua ikanyesha. Musa asema ya Rabbi, hajatoka mtu, mbona? Ambia laqad taba wa raja, ashatubu, kaogopa. Asema nimuone, ambia satatuhu mundhu ma faala, nishamstiri wakati anafanya mambo yake, hivi sasa ametubu, amerejea kwangu. Kwa hiyo zama za Mtume dunia peke yake ndio ilipata utulivu. Mtu akifanya dhambi kwa siri na muathiri peke yake, labda tukiiona wote ndio inaweza ikatuathiri. Ndiyo maana hata siku hizo awwalu ma khalaqa Allahu fil kaun, cha mwanzo kuumbwa katika ulimwengu ni kalamu. Faqala lahu ktube, Mwenyezi Mungu akaiambia andika. Hii ni amri ya Allah. Kama mwambia fasalli li rabbika, swali, itakiwa ufurahi. Kalamu ilivyoambiwa na Mwenyezi Mungu andika, ikaanza kurukaruka, inafurahi. Miaka 50,000 malaika wanaishangaa tu, isha data nini kalamu. Rabbi kaniambia mwenzenu niandike, hata haijui inaambiwa iandike nini. Mwaka wa 50,000 sasa kwanza naandika nini? Mbona anza kurukaruka tu? Mungu anambia ushatulia, sasa njoo andika hivi, qaumu Nuh, watu wa Nuhu, man amila salihan fil janna, walofanya mazuri peponi, wa man amila su'an fin nar, walofanya maovu motoni. Qaumu Shuaib, qaumu Hud, qaumu fulani, Ilyasa, andika kila mtume ripoti hizo. Kalamu sasa ikajiongeza, ikawa inaandika ovyo ovyo tu, ikaja mpaka kwenye qaumu Muhammad, ummati Muhammad, ikaandika vizuri, man amila salihan fil janna, anaifanya mazuri atakwenda peponi, wa man amila su'an fin nari. Subhanallah, ilivyosema hivyo Mwenyezi Mungu akatoa sauti kubwa ya ukali, ikaiambia ta'addab ya kalam, shika adabu yako we kalamu. Ile shika adabu, inqata'at inkasarat, ikapasuka kalamu, ikamwaga wino, mpaka leo unamwagika. Ikaambia na Mwenyezi Mungu, usirudie tena kusema maneno haya. Huyu ni rehema, usiandike ovyo mpaka uagizwe. Wewe unaona vya kuandika andika, kalamu inatetemeka. Ikaambia andika tena hivi, ummati Muhammad, man amila salihan fil janna, anaifanya mazuri peponi, wal mudhnibina farabbu ghafurur rahim, walotenda makosa katika ummati Muhammad andika, Mola ni msamehevu kwa ajili ya wao. Angalia, na haya maneno tumeandikiwa huko. Hizi zote ni habari za Isra. Mtume akaenda mpaka mbinguni, lakini hapo akaona wanawake warembo wa peponi. Kabla hajapanda akawasalimia, wakamwitikia salamu. Wasalahun an shay, akawauliza kitu, wakamjibu jibu ambalo nafsi inatulia. Kawauliza nini? Bwana hatujui. Hakuna hata mwanachuoni mmoja alisema waliulizwa nini. Akaletewa ngazi, ndo miraji yenyewe. Mtume hajai kuona kitu kizuri kama hii. Mirqatum min fidda, ile ngazi moja fedha, ngazi nyingine dhahabu, imenakshiwa kila kitu cha aina ya madini, na hii imetokea Firdaus. Mwenyezi Mungu atujalie tupande ngazi hii, maana kupanda hapo kwenda peponi. Alipanda na Jibril. Walipofika mbingu ya kwanza waligonga mlango, walimkuta malaika anaitwa Ismail. Huyu bwana hajai kuja duniani wala hajai kupanda, alishuka mara moja tu mtume alipokufa. Huyu ni sahibu sama, ni brigedia, ndio jeshi mkubwa, utawala wake huko hapa mbingu ya dunia. Na lile jeshi lake, ana jeshi la malaika 70,000, na kila askari mmoja katika wale 70,000 naye amepewa komando 70,000. Hatari sana. Sasa lile jeshi lile, kunapotokea mabalaa huko duniani, ukiona sehemu kumeangamizwa, kikosi kinatokeaga pale. Na Jibril kagonga, lakini si kawaida yake kugonga. Huaga akipita anapita tu na zake, pengine asalimia anashuka na zake. Leo kulikoni unagonga? Alikuwa anaogopa ile kumshika mtume wasije wakazozwa. Wewe mbona unaenda? Maana kule yakupiti ovyo ovyo.
Sikuna yule mwanamke yule watabau matatul shayatin, kisa refu katika Israiliyati. Aliomba dua, alipoenda mbinguni kanaswa, akageuzwa nyota ya Zuhura, mpaka leo hajarudi. Hakupiti ovyo ovyo pale. Na hapa kuna vurugu mtume aliziona, mashetani wanapiga fujo kweli kweli, wamewasha moshi hapa na moto, hawataki tuone huko. Ingekuwa sio vurugu zao hawa mashetani, tungekuwa tunaona mipangilio ya mbinguni hapa juu hapa. Ndio maana kumekwa asema wa anna lamasna sama. Zamani sisi tulikuwa tunaenda tunashika mpaka mbingu, majini hao. Wa kunna naq'udu minha maq'ida lisam, tulikuwa naenda tunakaa tunasikiliza mambo ya huko. Sasa pameongezewa ulinzi. Sasa hivi tulipoenda kuangalia, muliat harasan shadidan wa shuhuba, tumekuta ulinzi umeimarishwa kweli kweli. Na huu ulinzi ulianza kuimarishwa baada ya kuja Mtume Muhammad. Waligonga, walipita mbingu ya kwanza, akamkuta baba Adam, akaona mlango wa pepo na moto, akamuona kama vile alivyo mzee Adam. Akaingia mbingu ya pili, akamuona ibnai khala, akamuona watoto wawili, mtu na binamu yake, yani mtu na mtoto wa shangazi, wamefanana kama mapacha. Tena walivyokuwa wanatisha, eti wamefanana nywele mpaka nguo mpaka nini. Na huyu Nabii Allah Isa pamoja na ndugu yake Zakaria, kwa sababu Nabii Zakaria na Yahya, Nabii Zakaria kamzaa Yahya. Huyu Nabii Zakaria mkewe alooa ni mtoto wa mzee Imrani. Imrani kamzaa mama Maryam. Ndugu hawa ni ndugu hawa. Kwa hiyo watoto wao Nabii Yahya na Zakaria wamefanana. Na unajua huyu Nabii Isa kwa nini atakuja kupigana na Masiha Dajjal? Ni rajulun murabbaun, kipande cha mtu kama unavyomuona Nabii Musa. Ana kifua kikubwa, ana nguvu sana Nabii Isa. Ndio maana alikuwa anaweza kuishi na njaa muda mrefu sana. Historia zina mambo hizi. Wakamwombea dua, akaingia mbingu ya tatu. Akamuona ndugu yake ana sura nzuri, Nabii Yusuf. Yani ule uzuri aliokuwa nao, akikaa na wanawake warembo wote wanaonekana wabaya, mzuri yeye Nabii Yusuf. Akaingia mbingu ya nne, akamkuta Nabii Allah Idris. Akaingia mbingu ya tano, akamkuta Nabii Haruna, ana ndevu nyingi, watu wamemjalia hivi, anasimulia visa, anapendwa. Yani huyu bwana alikuwa na nyota ya kupendwa, na sababu ya kupendwa alikuwa sio mutashaddid sana. Yani wale Bani Israeli alikuwa anachukulia hekima busara, walikuwa wanampenda kuliko Musa. Akiita munadi wanamkubali kuliko Nabii Allah Musa, Nabii Harun. Ndio maana hata Firauni huyu alimchagua kamfanya waziri wake kabla ya utume. Akaenda mbingu ya ngapi tena? Ya sita. Alimkuta Nabii Musa hatari mkubwa, ana afya, vile vinyoleo vya nguo lau indahu qamisani, hata angekuwa na kanzu mbili vinachomoza, mpaka anatisha alivyo. Na Nabii Musa alipomuona mtume, falamma jawazahu, alipompita alilia sana, aliona wivu tu. Asema ghulamun, kamuita mtume kijana. Baki mtume asema mayubika, unalia nini mzee? Asema ghulamun, kijana mdogo huyu. Na ni kijana mdogo, watu wa zama hizo wanaishi miaka 500,000. Mtume hata 60 hajafika na kwenda Isra. Kijana mdogo, nimemwacha duniani, mimi nilikuwa mjanja kama yeye, watu wananiona mimi ndo mtukufu wa Bani Israeli, miujiza yangu. Kijana mdogo leo eti yeye kapewa heshima na utukufu, ataingia peponi na umati wake. Ingekuwa yeye peke yake ingekuwa sina wasiwasi, pamoja na umati wake aisee, inanihuzunisha sana, lakini nitafanyaje sasa? Akamuonea ghera mtume, akaenda zake mpaka mbingu ya 7, kamkuta babu yetu sote mzee Ibrahim amekaa kwenye mlango wa pepo. Yani yeye anasubiri kufunguliwe tu aingie. Allahu akbar. Kuna watu wana neema, sisi tunaitafuta pepo, mwenzetu ana uhakika kakaa pale, afu mgongo wake kaelekea Baitul Maamur. Tumekaona vikorombozo vingi pale, lakini mwisho kafika mti mtamu. Sijui kwa nini mnauita mkunazi, hauitwi mkunazi bwana. Yani wazee wa Kizaramu waliutunga jina, lakini ni mti ambao aisee mzuri sana, una majani mazuri, mfano wa jani lake kama masikio ya tembo, lakini makubwa. Jani moja linafunika dunia nzima, na kila chini ya jani kuna malaika anamsabihi Allah. Pana rangi ambazo mtume hajai kuziona. Hizo rangi, una kitanda cha dhahabu ule mti, una mito mingi sana. Kuna miwili ya peponi, kuna miwili inachuruzikia duniani. Pale hakuna anayepita pale. Jibril alishindwa, kilichukua tu kiwingu kikamfunika mtume. Nasema jambo moja,
kikamfundika Mtume, kikampeleka mpaka kwa Mola wake. Lakini kabla hajafika pale akamwona mtu mmoja Allah anaogelea kwenye nuru. Yani mtu huyu sehemu ile Jibril hapiti, alisikia sauti inasema wama minna illa lahu maqamu ma, mtu anaogelea kwenye nuru. Yani Mtume kabisa, ahuwa malak, huyu ni malaika nini huyu? Tena akamshinda sasa Jibril, akamwambia la. Ikawa sauti inamjibu, la, sio malaika. Am nabiyun, au ni nabii? Asema wala si nabii. Sasa ni nani? Ni nani huyu? Asema huyu jamaa ana mambo matatu, anamtaja sana Allah. La kwanza, la pili, amekaa sana msikitini, yani muda wote umkosi msikitini, yani qalbuhu muallaqun bil masajid. La tatu, hajawahi kumkosea heshima mzazi wake hata kwa bahati mbaya. Sitaki ugomvi. Nani yule? Utafiti. Sisemi mimi. Sheikh Abdul Qadir Jailani hajawahi kuwakosea wazazi wake, na historia nyingi. Mwenyewe anasema Abdul Qadir, nilikuwa mimi. Anasema nilikuwa mimi Abdul Qadir. Na ile mito inayoshuka duniani ile miwili, kuna Nahar Nail wa Ifrat, kuna Nail Furat. Kule Iraki kuna mto unaitwa Furat. Kule Iraki. Mzee Abdul Qadir, mwanachuoni huyu, ilikuwa kila Ramadhani ya mwisho, Ijumaa ya Ramadhani ya mwisho, alikuwa anaenda kuswali kule. Alikuwa akionekana kuswali angani na mawali wenzie, na wale ambao hawajakolea katika uwali walikuwa kiswali pembezoni mwa mto. Na hili wanachuoni wengi walithibitisha, alikuwa akionekana Abdul Qadir. Na mara ya mwisho alienda kuswali magharibi Ijumaa kule, alafu akaomba dua, akasema ya Rabbi, naomba Mungu muridi wangu wote asife hata mmoja, ilhali umpe taufiki ya kutubia madhambi yake. Watu waofa shekhe kaachukulia, watu wa tarika shekhe kaachukulia dhamana, lakini ndio wasibweteke. Na tunaona kweli watu wa tarika sometime wanakufa vizuri sana. Baada ya pale alipoondoka, siku 2-3 akawa amefariki. Mtume katika safari hii alipewa sala 5 mabwana. Mwisho alirudi duniani akifikiria watu vipi watamwamini, lakini njiani aliona alama kadha. Wakati umetuchukua sana. Kikubwa cha kumwomba Allah atupe imani ya kuamini ghaibu, na chengine tumunge mtume kwa kufunga siku nzito kama hii. Na hapa nimedokoa machache. Leo mimi naenda kusoma sehemu kisa cha Isra, naanza alasiri mpaka saa 3 usiku, na pengine tusimalize. Ina maana tumedokoa kidogo tu. Ndani yake kuna mambo makubwa katika kisa hichi. Kwa hiyo hichi kisa ni cha kweli kabisa, kitu tulie imani, tupeleke majumbani mwetu, masidi, maflasha, manini. Anayeweza kusimulia hata sehemu 2 tu asimulie, watu wote tujue kwamba kipindi hichi mtume wetu alipelekwa safari ya Isra wal Mi'raj.